vifungo vya akili. Ni sawa eh? Si sawa? Leo natamani tuendelee mbele namna ya kufunguliwa kwenye vifungo vya akili, na leo tupo kwenye part 2, sehemu ya pili. Na kwenye sehemu ya pili, kwa kuwa ni mwisho wa mwezi na tulishaweka agano kwamba mwisho wa mwezi itakuwa ni mahususi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Si kweli? Si kweli? Kwa leo somo linasema Roho Mtakatifu na akili. Roho Mtakatifu na akili. Namna gani ambavyo Roho Mtakatifu anaweza kumpa mtu akili. Sasa session iliyopita tuliona maana ya akili, lakini pia tukatazama kweli kadhaa kuhusu akili. Kweli kadhaa kuhusu akili, na tukaona pia kwa habari ya kwamba akili ya mtu inaweza ikalogwa au ikafungwa. Nakumbuka nakumbuka wanafunzi wazuri? Lazima ukumbuke na ukajifunza. Kwa bahati nzuri wiki sijafanikiwa kuupload ile video, lakini naamini mpaka Jumatatu Jumanne nilikuwa nimesha upload video ya kwanza, na hii video ya leo pia nitaupload pale YouTube yangu. Amen. Kwa hiyo cha kwanza hakika umesubscribe channel ya mchungaji wako. Amen. Amen. Na Mungu amenisaidia. Channel yangu Bwana amefanya muujiza. Kama utaenda kuiona leo YouTube kule, kuna muujiza wa ajabu sana. Amen. Nilikuwa na subscribers hata wafiki 100, ila nikaanza kuamini Mungu kuniongeza na kunitanua mipaka yangu. Sasa unajua kuna watu ambao tayari Mungu ashawapatia sauti, nikatumia sauti yao na mimi kukua kwa sauti hiyo. Kwa nikaanza kuupload video za Bishop Gwajima na video za Baba. Sawa? Na upload hizo. Katokea siku moja tu ni upload video moja, wakatazama watu kama 40 na kitu. Video ngapi? Moja. Na ni channel ambayo ilikuwa inaanza. Tokea hapo subscribers wanaanza kuongezeka kama tu maji, kila siku inaongezeka. Ninapoongea sasa hizi hapa lakini kama 1.9k. Tokea chini ya 100. Sina nielewa vizuri. Kwa hiyo sasa tuseme mchungaji umeshakuwa content creator. Mimi sio content creator. Mimi hapa nasambaza ujumbe wa Bwana. Amen. Amen. Lakini pia kule kwenye content creator ni moja ya eneo ambalo leo hii dunia hii ya sasa ni eneo ambalo Mungu anaweza kukusaidia ukawa unapata fedha bila gharama yoyote ile. Kwa kama Mungu amekuitia eneo la media kama Pastor Rogers, be very very careful. Ile eneo usichukue poa. Unaweza kama una create video zako nzuri au unakata clip za mchungaji wako au za baba wako wa kiroho, lakini kwenye kuendelea huko ukashangaa Mungu anazipeleka. Sawa tu Mungu. Jambo dogo, lakini kuna watu ambao napoongea sasa hivi kazi yao ni kukata clip fupi na kutuma mtandaoni. Jambo la kichunganishi. Unajua zile clip unasema leo Gwajima amlipua na ni fulani. Amen. Amen. Holy Spirit and the mind. Sema Holy Spirit and the mind. Sitakusikia, sema Holy Spirit and the mind. Sasa kama tukipeleka kwenye mahali ambapo Roho Mungu atupeleka, nianze kutajia aina mbalimbali za akili. Anga kichwa chini, aina mbalimbali za akili. Roho Mtakatifu, asante kwa wakati huu. Naomba tena utufundishe kwa jina la Yesu. Aina mbalimbali za akili. Aina ya kwanza ya akili inaitwa akili ya kuzaliwa. Kwenye mabano andika common sense. Akili ya kuzaliwa, kwenye mabano andika common sense. Common sense. Hii ni akili ambayo kila mwanadamu amezaliwa nayo. Mtoto akizaliwa leo huwa aende darasani afundishwe neno la mama ni hili, neno la mama bidi unyonye namna hii. Huwa aende hiyo shule. Au shule kufanya mtoto namna kunyonya neno la mama. Haipo hivyo. Lakini mtoto akizaliwa tu anajua kwamba akienda kwenye ile neno la mama, mama tu anamsogezea namna hii, anaanza tu kufanya namna fulani pale. Amen. Hiyo ni akili fanya nini? Ya kuzaliwa. Akili ya kuzaliwa ni akili ambayo kila mtu anayo. Ni kiwango cha chini cha akili ambacho kila mtu anacho. Ni kiwango cha chini kabisa ambacho kila mtu anacho.
Kila mtu anacho, watu wote Mungu aliwaumba na akili. Mungu mwenye akili aliwaumba watu wenye akili. Wow, so powerful quotation. Mungu mwenye akili hawezi kuomba watu wasio na akili. Aliumba watu wenye akili kama zake, maana aliwafanya kwa sura na mfano wake, sasa na Mwanzo 1:26 hadi 27. In fact, unajua ikisema Roho Mtakatifu na akili, Roho Mtakatifu anazo akili, Mungu Baba anazo akili, hata Bwana Yesu pia anazo akili. Tuanze kuangalia jinsi ambavyo Mungu Baba anazo akili kabla sijaendelea kwenye hapa akili za kuzaliwa. Warumi 11:34. Warumi 11:34. Warumi 11:34. Anasemaje? Maana ni nani aliyejua nia ya Bwana, Bwana Mungu, Baba Mungu, au ni nani aliyekuwa mshauri wake? Hebu anzia pale 30 na ngapi? 33. Anzia 33. Kanisa ambalo tuko pamoja hapa anasemaje? 1:2 tunasemaje? Jinsi zilivyokuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu, hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafutikani. 34. Maana ni nani aliyejua nia ya Bwana, au ni nani aliyekuwa mshauri wake? 35. Au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza, naye atalipwa tena? 36. Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vinarejea kwake, utukufu na yeye milele. Ile 34 anaposema aliyejua nia ya Bwana, naomba utuwekee kwa Kiingereza, na niwaambia nataka kwamba ukiona neno nia maana ni mind. Kwa King James Version hapo. Kwa King James Version. Yes, for who has known the mind of the Lord. Kwa hiyo baba yetu wa mbinguni anazo akili. Ile Zaburi 147 mstari wa 5 anasema kwamba akili zake hazichunguziki. Kwa hiyo baba yetu wa mbinguni anazo akili. Lakini pia Bwana Yesu anazo akili. Wakorintho wa kwanza 2:16. Bwana Yesu pia anazo akili. Wakorintho wa kwanza 2:16. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 2 na mstari wa 16. Kanisa tusome hapa anasemaje? 1, 2, 3 anasemaje? Sasa hapo mbona ameongelea nia ya Bwana, lakini pia ameongelea nia nani? Ya Kristo. Kisha kwamba nia ya Bwana ni kwamba Baba Mungu ana akili. Hapa lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Baada ya kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu kuzaliwa mara ya pili ndani mwako inaingia akili ya Kristo. Kwa hiyo tunasema hivi, lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Tukiwa hapo kwa Kiingereza tuisome hiyo tuone vizuri. Kwa hiyo ipo nia ya Kristo. Yesu mwenyewe anayo akili. Kwa Kiingereza hapo, yes. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Sema the mind of Christ. Kwa Bwana Yesu pia anayo akili. Jambo la tatu andika tu hapo, Roho Mtakatifu pia anayo akili. Ni ajabu ya kushangaza kwamba utatu wote mtakatifu na akili. Kwa maana ya kupeleka kwenye ile Warumi 8:27. Warumi 8:27. Ukianzia pale 26 nasema kwamba kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kwa maana sisi wenyewe hatujui kwamba ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua usikoweza kutamka. Si sawa? Si sawa? Twende 27 sasa. 27 anasemaje? 27. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya nani jamani? Nia ya nani? Mwana na neno nia. Uzuri maneno yote matatu yametumia neno nia. Nia ya Bwana, nia ya Kristo na nia ya Roho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu pia anayo akili. Tuwekee hapo Kiingereza tena tuone ya kwamba hasemei nia kama sivyo labda mtu anataka kunia jambo, anasemea ile mind of spirit. And he that searches the heart knoweth what is the mind of the spirit. Mind of the spirit. Kwa Roho Mtakatifu pia
anayo akili. Sasa huu Utatu Mtakatifu ulipomuumba mtu kwenye ile Mwanzo 1:26 na tumfanye make ni watu zaidi ya mmoja, si kweli? Akisema nimfanye, angekuwa ni mmoja, na tumfanye make Mungu Baba alimfanya, Mungu Mwana alifanya, na Mungu Roho Mtakatifu alifanya, lakini hawa ni mmoja. Na tumfanye, walipomfanya mtu walifanya mtu mwenye akili. Na hii akili iko wapi? Nenda Mwanzo 2:7. Mwanzo 2:7. Uone kwamba Adamu wa kwanza aliyefanya wewe uitwe binadamu, mwanadamu, Adamu wa kwanza alipuliziwa akili. Ndio hiyo akili ya kuzaliwa. Mwanzo 2:7. Kanisa ametuwekea hapo, naomba tusome pamoja moja, hicho tunasemaje? Akampulizia puani pumzi ya nini? Ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwenye nafsi ya mtu kuna vitu vitatu: kuna akili, kuna maamuzi, na kuna nini? Na hisia. Sawa? Akili, maamuzi na hisia. Aliposema kwamba alipompulizia pumzi ya uhai, hapa ndo alimpulizia akili. Umeelewa vizuri? Alimpulizia akili. Kwa hiyo muda wote yule ambaye ni mwanadamu wa kawaida, imradi anapumua, akili zake huwa zinaonyeshwa. Soma Ayubu 32:8 nikuthibitishie hichi ninachokisema. Sisemi out of maandiko. Ayubu 32:8. Mungu anapompulizia mtu pumzi huwa anampulizia akili. Na mimi asubuhi leo nakuombea mtu mmoja, Bwana akupulizia akili zake kwa jina la Yesu. Sema hivi, unapopumua hivyo kuna akili mpya inaingia ndani mwako kwa jina la Yesu. Ayubu 32:8. Kanisa kwa pamoja tusome hapa, anasemaje? Lakini imo roho ndani ya mwanadamu, na pumzi ya Mwenyezi huwapa akili. Kwa hiyo pumzi ya Mwenyezi aliyompulizia Adam mara ya kwanza, ndo akili ikamwingia Adam. Tokea kipindi hicho Adam akawa ni mtu ambaye ana akili. Ndio hii akili ya kwanza inaitwa akili ya kuzaliwa. Sasa nisoma shule moja inaitwa Tabora Boys. Pale Tabora Boys kuna msemo mmoja hivi unaandikwa pale shuleni, unasema hivi, use your common sense. Yaani shule yakwambia use your common sense. Cha kwanza, ile shule huwa haina mifagio. Asubuhi saa 1 inabidi kila mwanafunzi awe ameshafagia. Fagia unatoka wapi? Kata mti, use your common sense, kata mti, fagia, chukua majani, kati. Shule haina vifaa vya kutosha vya usafi. Lakini hata kama haina vifaa vya kutosha vya usafi, bado inabidi mtu afanye usafi. Na wale wake walalamika kwamba hamna vifaa. Nakwambia use your common, pia jana yako use your common sense. Mwambie vizuri, use your common sense. Sitakusikia, mwambie use your common sense. Kuna mambo kwenye maisha haya Mungu ategemee umuombe. Anaenda tumie tu common sense yako. Utumie common sense. Sasa common sense makes people common. Ndio sentence. Common sense makes people common. Kwa hiyo wanaotumia common sense ni common people. Ni watu wa kawaida. Wanafanya biashara lakini kawaida. Wanauza kawaida. Wanasoma shule kawaida. Wanasoma shule ili wakaajiriwe mahali. Sio wale watu ambao wanasoma pharmacy. Aliona siku moja, hebu fikiria mtu pamoja na kwamba ana degree ya pharmacy, alafu ameenda kwenye duka la muuza dawa mmoja akatumie degree yake kuuza dawa. Kwa hiyo kila siku anashauri watu, anasema mimi naumwa kichwa, nafanya hivi. Wewe tumia dawa hii. Tumia dawa hii. Kitu ambacho mtu wa elimu ya kawaida kabisa akizoesha tu ile elimu anaweza akawa mtu mzuri wa kuhudumia pale pharmacy, pia shida yote. Ila wewe na pharmacy yako nzima unawaza ukaajiriwe duka la pharmacy. Navyoongea sasa hivi ulishaanza kutafuta opportunity huko.
Unasema naomba hivi hapa hamna nafasi walao nikishamaliza chuo mimi nasoma pharmacy nije nikae hapa nipoteze muda. Sawa ndugu yangu. Utaendelea kupoteza muda, ila akili hiyo ambayo umesoma pharmacy ilibidi wewe ugundue dawa, ilibidi wewe ufungue pharmacy yako. Amen. Usianze kuajiriwa tu hapo. Sema far from me. Sema far from me. Hiyo kitu imegonga mtu mmoja mahali hapa na isikia ndani ya moyo wangu. Yaani imegonga kabisa vizuri. Sema amina. Na wewe pia Bwana kulitenda neno lako kwa jina la Yesu. Wacha akiza kuanza kuajiriwa. Waanza ufanye cha kwako. Unaweza kuanza kumtumikia mwingine kweli, ila akili yako haiwazi kubaki hapo. Kuna mahali Mungu anakupeleka. Umeelewa vizuri? Sasa hii common sense ni watu ambao wanasoma shule kwa common sense yao, amalize degree ya nini? Medicine. BMS. Amalize BMS. Baada ya hapo aende intern mwaka mmoja. Sema intern mwaka mmoja. Baada ya intern mwaka mmoja asubiri serikali mpya ajira. Sema asubiri serikali mpya ajira. Afu serikali ilipokuwa na roho nzuri inamtupa kijiji fulani kule, yani hospitali nao anza inamtupa kule. Lakini ninaongea kwa neno la Bwana, wewe ambaye uko mahali hapa kanisani kama mshirika wangu, na kuambia kwamba kwa kuwa umeshakuwa mshirika wangu utabaki Dar es Salaam kwa jina la Yesu. Nasema hivi, Bwana hajafanya bahati mbaya kuleta Dar es Salaam. Mungu hajafanya bahati mbaya kuleta ABC. Kati ya watu ambao inabidi wabaki hapa mjini ni wewe. Sema ni mimi. Sema ni mimi. Mwambie jirani yako, unaniona mimi vizuri? Hatoki mjini mtu hapa mjini. Atakutosha wote. Yaani usome kumbia BMS uende kijiji cha na Mtumbo, Mtwara sijui kule. Sema far from me kabisa. Sema far from me kabisa. Kwa maana hapo kuanzia leo nimeshawaweka hapa mjini kwa jina la Yesu. Yaani neno la Bwana itaota destiny yako. Wakiamua kupanga watu labda kupanga intern na kupanga sisi Dodoma, washangaa wameamua kupanga hospitali fanya Ilala pale. Wao wanajisikia sio kupanga sehemu fulani ili jina tulipange sehemu fulani. Na hiyo itakuwa kwako kwa jina la Yesu. Sasa akili kuzaliwa ni common sense. It makes people common. I don't want you to be common. Usiwe mtu wa kawaida. Watu wa kawaida ni watu ambao wanawadiskasi watu. Watu wa kawaida ni watu ambao wanawaza hela. Ila mtu ambaye ana akili kubwa anawaza ideas. Nikasikia story moja wiki hii, Steve Jobs alipokuwa anagundua ile iPad. Sawa? Alipowaambia wenzake kwamba hizi iPad wote wazihitaji. Nani abebe ile juu kubwa kama hili? By the way, Bwana hapa yapige ile iPad kwa jina la Yesu. iPad njoo. iPad njoo. Hata usiposema amina inakuja kwa jina la Yesu. Na wewe ndo utaninyulia kwa jina la Yesu. Naongea na wewe ninyulia iPad kwa jina la Yesu. Tuna iPad ya hela nzuri, sio ya pesa chache hizo ya hela nzuri kabisa. Amen. Kuna mtu leo ananipeleka hivi, simuelewi huyo mtu. Yaani naenda hivi na ananipeleka namna fulani. Haya, aina pili ya akili inaitwa akili za darasani. Intellectual knowledge. Akili za darasani. Hii ni akili ya kusomea au kufundishwa. Akili ya darasani, intellectual knowledge, ni akili ya kusomea au kufundishwa. Huu ni aina ya ujuzi ambao umeingia ndani yako kwa elimu rasmi au isiyo rasmi. Huu ni ujuzi ulioingizwa ndani yako kwa elimu rasmi au isiyo rasmi. Elimu rasmi ni ya darasani, form 1, form 4, chuo sijui rasmi. Isiyo rasmi, wewe mwenyewe unaamua kujifunza graphic design. Wewe mwenyewe unaamua kukaa chini ujifunze namna ya kutengeneza keki. Nitashangaa binti yangu uko mahali hapa na haujui kutengeneza keki. Shame upon you. Hebu angalia binti moja pembeni yako hapa. Mwambie shame upon you. Na nakwambia kweli kabisa haujui kutengeneza bites. Unasema pastor, mimi sina vifaa. Kweli hauna vifaa, lakini akili yako haijakuwa na nguvu ya kujifunza hivyo vitu na kuvitengeneza. Nikamwambia wakati mmoja kwamba na kushangaa binti una smartphone na simu yako haina hata tutorial moja ya mapishi. Binti uko mahali hapa. Sio binti yangu labda. Hapa sio binti yangu.
Hata tutorial moja ya mapishi haipo kabisa, kwamba unajua kabisa maybe yani pastor kiko anataka na kifaa kinapikwa pale, nikakiangalia kama hii yani siku moja mimi yeah, one day yes. Kwa hiyo hii ni elimu ambayo inafundishwa na watu, aidha ni elimu rasmi au isiyo rasmi. Naomba tusiishie tu kuwa watu ambao tunatamani kuwa na elimu ambayo ni rasmi. Dunia sasa inahitaji mtu ambaye hata hana elimu ambayo sio rasmi, na watu ambao wanapata hela ni watu ambao wanatumia elimu ambayo sio rasmi. Kasema hivi kwamba hii ni akili nzuri, lakini haina garantii ya kumfanikisha mtu kwenye maisha. Ni akili nzuri, lakini haina garantii ya kumfanikisha mtu kwenye maisha. Utasikia mtu anasema kwamba ana first class, ila ukimwambia nyumba iko wapi? Mimi na first class tu. Ndio wale wa haya, ukienda majumbani kwao, ukutani, ukiingia tu mlangoni, ukutana na vyeti vimebandikwa. Hapa nilikuwa Marekani, hapa nilikuwa Sweden, hapa nilikuwa, picha zimebandikwa pale. Ila ukimwambia una nini, mpaka saa hizi anaishi nyumba ya kupanga. Au ni msomi, amesoma elimu rasmi, sawa, lakini hana mke. Kila mwana yeye kazi yake pale anapokaa, mimi na kama wapangaji wengine, ni mpangaji mmoja ambaye ni daktari by profession. Yule daktari kila siku anaenda dawati. Kwa hiyo udaktari wake haujamsaidia kujua kwamba hawa wanawake analala nao, yaani daktari anavuta sigara. Anaenda kufanya operation, anakuwa kona 100 ili asitue akafanya nini? Operation. Ni daktari kabisa. Ile sigara ndio hivi ni hatari kwa afya yako. Hajasoma maelekezo, unafanya. Hao ni walimu wa shuleni. Mimi ni walimu wa shuleni. Wanavuta sigara hao walimu. Sasa ndio walimu wa shuleni wale. Lakini nyingi sana kiasi kwamba akili zao haziwatoshi za darasani. Wanaamua kuvuta sigara. Hizo ndio akili za darasani. Nikasema hivi, akili ya kutafuta thamani ya X haiwezi kusaidia kutafuta thamani ya maisha. Kwa hiyo ukiweza kusolve yale ma X, solve for X, sijui nini, integrate, differentiate, hiyo akili haiwezi kusaidia kutafuta thamani ya maisha. Unasema inaishia hivi. Basi unaongea hivyo sababu tu wewe mimi naongea na wewe na elimu ya darasani. Unaelewa vizuri mtu wa Mungu? Kama elimu ya darasani ninayo, ninaijua vizuri, lakini elimu ya darasani naijua inaishia sehemu fulani. Sawa? Ni kitu nimeingilia kule, najua inaishia sehemu fulani. Mtu wa Mungu, nimeishi na watu ambao wana degree zao, wana masters zao, wana PhD zao. Sasa kiongea kinakijua kabisa. Usipokuwa na aina fulani ya kile ambacho unaongea kule mbele, unaona una sehemu fulani una limitation. Hawa ni watu ambao kwenye ndoa haziwezi kudumu. Ameoa mke mzuri. Ndio sema tu kwa neema ya Mungu. Kuna daktari mmoja tuko pale chuo. Yeye sasa ni daktari akaoa daktari mwenzake. Ila kilichotokea alipigwa kibuti na daktari wake wote hadi Marekani. Sasa wao ni kipindi kwa mwaka wa chuo. Katika mtihani wake fulani hivi tunafanya ule mtihani wake, mwalimu ana stress na ndoa yake. Ule mtihani akatutukia mtihani mgumu. Lakini kwa neema ya Mungu kwenye ule mtihani, pamoja na kwamba ulikuwa ni mtihani mgumu, darasa zima palikuwa na A moja. Hiyo A moja ndio hii iko mbele yako. Palikuwa pana kwa kwanza, pana A moja, B plus moja, B plain 2, C za kutosha na sabu nusu ya darasa. Ila kuna mtu mmoja mwenye akili ambayo sio ya darasani tu, aliweza kuzoom mtihani. Akajua kabisa mtihani utakuwa hivi na hivi na hivi. Alipoingia pale, alichokuwa anamwandikia mwalimu, kama ndiye mwalimu anaona matokeo yake. Unafunza amejuaje? Kumbe ni akili za mbinguni. Sema akili za mbinguni. Na leo hii zinakuingia akili za mbinguni kwa jina la Yesu. Nikasema pia kwamba akili ya darasani huwa haiji kumpa mtu kitu kipya. Inaboresha kile ambacho tayari anacho ndani mwake. Umeelewa vizuri? Yaani akili ya darasani haikuji kukupa kitu kipya. Unajifunza kweli,
lakini kuna kitu ambacho tayari kipo ndani mwako. Hata kama ni kozi ambayo hauipendi, ila ule uwezo wako ambao ndani mwako unafanya uweze kusustain ile kozi, unasoma vizuri. Nielewa vizuri watu wa Mungu? Mmenielewa vizuri? Akili hii pia huwafanya watu kuwa tegemezi. Mtu anamaliza degree anasubiri kuajiriwa. Mtu anamaliza medicine anasubiri kwenda hospitali fulani aajiriwe. Wewe ambaye mpaka Mungu amekusaidia umemaliza medicine, I see you ufungue hospitali yako mwenyewe. Dr. Sala Hospital. Au naita Pastor Beneza Hospital kwa ajili ya mchungaji wako aliyekupa hili wazo. Amen. Unampa hadi kusema hivi, this hospital I dedicate it to my pastor. Sema amina. Ile siku alipoongea na mimi nikapata kwamba mimi hapa ile hospitali na leo imekuwa kweli. Hapo mimi nimekuja kufungua hiyo hospitali. Nasema na mtu mmoja mahali hapa, nitakuja kufungua kitu ambacho naenda kukizindua kwa jina la Yesu. Nitakuja kulifungua duka lako kubwa kwa jina la Yesu. Unafungua duka kubwa, mimi kama mchungaji wako nakata utepe mahali pale kwa jina la Yesu. Kuna mfanyabiashara mmoja naona kabisa Bwana anayependa duka lake. Ile duka lake kwa duka kubwa kabisa amelifungua, amekuwa hatua kwa hatua na Mungu amefikisha mahali hapo, alafu amemwalika mchungaji wake nije kufungua ile duka. Inakuwa hivyo kwa mfanyabiashara mmoja kwa jina la Yesu. Naona mshirika wangu mmoja ambaye ananiambia, Pastor, nimeenda China, nimekukatia tiketi na wewe na mama mwende China mkarelax walau kwa wiki moja. Inakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Nasema hivi, kuna watu mahali hapa wanapata akili za ajabu kwa jina la Yesu. Hazitaishia kuwa tu akili za darasani, akili za majibu kwa jina la Yesu. Lakini pia si tu inafanya watu wawe tegemezi, hizi akili zinafanya watu wawe waoga. Wasomi wengi ni waoga wa kuthubutu. Ukimwambia uanze biashara ya mchele kama Masunga hapa, uweke mtaji, wewe ambie tu watu wakuletee, anaogopa msomi. Wasomi wengi kuna watu ambao wako mahali hapa wana mawazo ya biashara, ila haja sasa wanafungua biashara gani, wanaogopa. Sasa nikiweka hii hela yangu, wewe itapotea. Ila hii biashara jamani, leo sijauza kabisa. My friend, mfanya biashara mwenye kujua kabisa yeye Mungu amempa kitu cha biashara, hata asipouza anaona imemchochea siku hiyo kwa ajili ya kufanya vizuri kesho. Anasema hivi, Bwana nakushukuru leo hii pia, hata kama sijaona wateja kwa macho yangu, najua kesho utaniletea. Niko mmoja wa biashara moja anaitwa Apostle in Business, anaitwa Favor Ebeneza. Tulifanya kwa fanya biashara zake mwaka jana. Fanya biashara wiki nzima hajauza. Ananiambia, rafiki yangu sasa. Yaani wiki nzima ni kavu. Anamwambia usijali, uendelea kuwaita wateja wako. Kwa hiyo wiki ambayo hajauza, mtumishi wa Mungu anakaa ndani mwake, anasoma kitabu, anaangalia video, anajijenga mwenyewe. Alafu Mungu akiona jinsi ambavyo huyu mtu ana moyo mzuri kufanya hivi, wiki inayofuata anashangaa order zinamiminika. Jumatatu ametoka, Jumanne ametoka, Alhamisi ametoka, Ijumaa ametoka. Imekwaje? Mungu anaangalia tu akili ya mtu. Sasa wewe hujaona tu siku moja, anambia biashara yangu uelewe, ieleze, iambie ieleweke. Kwa akili za kisomo zinafanya watu wawe tegemezi, ila pia zinafanya watu wawe na tabia ya kuogopa au kujitetea. Kwa nini anzisha biashara yako? Mimi hapa pastor sina mtaji. Kwa nini unafanya hivi? Pastor mimi hapa hivi. Kuanzia leo pokea ujasiri ndani mwako kwa jina la Yesu. Sema hivi, pokea ujasiri ndani mwako kwa jina la Yesu. Kama kila unachokifanya ni kile tu umejifunza darasani, bado haujaanza kuwa mbunifu. Kama kila unachokifanya, unachokitekeleza ni kile tu umejifunza darasani, bado haujaanza kuwa mbunifu. Kuna watu mahali hapa, kitu pekee anaweza kukifanya ni kile amefundishwa. Hawezi kutoka nje ya boksi. Hiyo neno kubwa sana. Hawezi kutoka nje ya mduara fulani ambao ametolewa. Na wasomi wengi wapo ndani ya boksi, wapo ndani ya gereza fulani, inside a cage. Ni kama Lackless, kama ule mchezo wa panya na paka wakimbizana. Aache kutoka hapo. Sasa haya sio maisha. Mungu hajaomba maisha yaishie hapo. Naonyesha kumbele kwamba Mungu alifanya mambo yaende hata kama shule yake.
Akili ya aina ya tatu inaitwa akili ya maisha. Sema akili ya maisha. Kwa akili ya kwanza ni akili ya kuzaliwa, akili ya pili ni akili ya darasani, na akili ya tatu ni akili ya maisha. Na mimi nakuombea mtu mmoja mahali hapa, yamkini ukiangalia elimu yako wewe hauna vigezo vya diploma, hauna vigezo vya degree, hauna vigezo vya masters, lakini walau uwe na akili ya maisha. Kuna watu wenye akili ya maisha leo wamejenga nyumba, hizo nyumba zao wamewapangisha wasome. Tulitegemea mtu mwenye degree awe na nyumba, tulitegemea mshahara wake umjengee nyumba. Siku moja kwa kijana wangu mmoja hivi nikamsaidia kujua, ananiambia pastor, mimi natamani niwe kama wewe yani. Pia mbona unafanya kazi chuo pastor? Pastor, maisha yako ni mazuri. Na kuona pastor una mke mzuri, pastor unapendeza. Yaani kama tu pastor ingekuwa kama wewe inanitosha. Nasema hivi, wewe unawaza kama mpumbavu. Mimi mwenyewe hivi nilivyo sijaridhika bado. Kuna mahali ambapo Mungu ananipeleka. Sijaona hata bado sijaanza kuona kile ambacho Mungu anataka nipeleke. Kwa sababu nikasema hivi, Mungu ukinisaidia, naamini siku moja walau kanisani kwangu hapa, washirika wangu hawa, palipo na washirika hata 10 ambao nawasomesha na fedha yangu ya mfukoni, sio ya kanisa wala sio ya kapu la sadaka. Fedha yangu ya mfukoni. Wanafunzi wanaambia pastor, ada imepungua, chukua 200. Pastor, ada imepungua, chukua 400. Kama mbona baba anafanyaga. Ile ni akili ambayo imezidi akili ya darasani, imezidi akili ya nini? Ya kuzaliwa. Ile ni akili ambayo imeanza kwenye akili ya maisha, ila bado ni akili moja ambayo nakwambia kumbe kidogo. Umeelewa vizuri? Hiyo ndio akili. Sasa mimi saa hizi hapa sina hata mtu mmoja ambaye anamsomesha. Afa eti nianze kulifikia kwamba hizi nani? Kale katika mkango wake anatosha. Hiyo ni mentality ya kimaskini. Hebu acha kufanya namna hii. Fanya namna hii. Namna hii. Fanya vitu namna hii. Hizo akili sio mahali hapa kwa jina la Yesu. Amen. Akili za maisha. Hii ni akili akiwa nayo mtu inampelekea kuwa na jicho la kipekee. Hii ni akili anayokuwa nayo mtu inayompelekea kuwa na jicho la kipekee. Endelea mbele. Kuhusu yeye mwenyewe, mazingira, fursa na kila kinachomzunguka kwenye maisha yake. Hii ni akili akiwa nayo mtu inampelekea kuwa na jicho la kipekee. Kuhusu yeye mwenyewe, cha kwanza; cha pili, mazingira yake; cha tatu, fursa na kila kinachohusika kwenye maisha yake. Kwamba kiasi cha kuweza kuona mianya ya mafanikio na ustawi mahali ambapo wengine hawaoni. Kiasi cha kuweza kuona mianya ya mafanikio na ustawi mahali ambapo wengine hawaoni. Kiasi cha kuweza kuona mianya ya mafanikio na ustawi mahali ambapo wengine hawaoni. Kwa hiyo ni aina ya akili ambayo ikiwa ndani ya mtu inampelekea kuwa na jicho la kipekee kuhusu yeye, mazingira, fursa na kila kinachomzunguka kwenye maisha yake, kiasi cha kuweza kuona mianya ya mafanikio na ustawi mahali ambapo wengine hawaoni. Kama mpaka sasa hujaandika, usinilalamikie mimi hapa, kama lalamikie mwalimu wako wa imla na dictation. Namaliza tena, kiasi cha kuweza kuona mianya ya mafanikio na ustawi mahali ambapo wengine hawaoni. Akili za maisha zimefanya watu ambao kama Bakresa. Bakresa hana elimu ya form 4. Mwenyewe vizuri nimeeleza. Bakresa hajafika form 4. Bakresa hafanyi mambo ambayo unafanya wewe. Asome vitabu au asome vitabu vyenyewe. Lakini Bakresa ndio amemiliki mambo ya Azam yale, alianzisha lile wazo tukiwa kwenye biashara ndogo kabisa. Aliwezaje? Ni akili ya maisha. Huyu mtu ana akili nini? Ya maisha. Aliyegundua Bolt. Unafahamu Bolt? Unafahamu Bolt vizuri, unafahamu jamani, Bolt ana gari lolote? Kama tuseme vizuri, anayemiliki Bolt ana gari lolote? Anayemiliki Bolt ana pikipiki yote? Ana bajaji yote?
lakini lile wazo la kwamba nitengeneze application fulani hivi, hii application inaweza kaa inawakusanya watu ambao wana magari, wenye bajaji, wenye bodaboda. Mtu akiwa kokote kule anamuita, akiona bei akukubali, anaenda anamchukua, anampeleka mahali. Akifika pale anakaa tu hivi, simu yake inazunguka, inapata tena abiria mwingine, inampeleka tena mahali pengine. Bolt ni akili ya maisha. Kwa hiyo mtu aliona fursa kwamba kama vile kuna watu ambao huwa wanahitaji usafiri, alafu hana namna ya kupata huo usafiri. Naongea na mtu mmoja ambaye anasoma computer science. Hiyo computer science inatuletea kitu gani ndugu yangu? Your computer science inatuletea nini? Inatuletea nini? Ana application ambayo unaweza kugundua kusema kwamba pastor, nimemaliza degree ya computer science, nimegundua application ambayo kila mshirika wa ABC Gongola anakuwa anachukua mafundisho huko, anasoma message za kanisa. Nimegundua application ambayo pastor utakuwa unacheza tena kusoma message kwa mtu mmoja mmoja. Unaweka tu message ile application inawafikia washirika wote kule kama moja. Hii fanya hivi. Fanya hivi. Na kuanzia leo akili ya namna hii kuingia kwa jina la Yesu. Akili ambayo inaweza kuwa jicho la kipekee la kuona fursa, la kuona kuwezekana kwenye mazingira. Kweli mmepanga wapangaji wengi, ila wewe unafikiriaje kwa upande mwingine? Kama mimi nahitaji maziwa, basi na pia nahitaji nini? Maziwa. Kwa hiyo unapochukua maziwa kwa bei ya jumla, wewe kuwauzia wapangaji wako wote. Hiyo ni akili, hiyo ni akili. Sema akili. Sema akili. Sema anapokea akili. Sema anapokea akili. Akili hii ya maisha sio ya kusomea. Mtu yoyote msomi na asiye msomi anaweza kuwa nayo na ikamfanya kuwa mtu mkuu sana. Hii ni akili ambayo sio ya kusomea. Mtu yote ambaye ni msomi au sio msomi anaweza kuwa nayo na ikamfanya kuwa mtu mkuu sana. Bill Gates aliyegundua Microsoft, sawa? Alikuwa darasa moja na injinia mkuu wa Microsoft company. Ilikuwaje? Hapo darasani alikuwa anaongea yule injinia mkuu. Yeye ndoto yake ilikuwa awe injinia mkubwa kwenye kampuni kubwa duniani. Bill Gates kwenye darasa ile ndoto yake afungue kampuni kubwa. Kwa hiyo hawa watu wawili wamekutana katikati. Naomba kusaidia wewe kufikiria. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anafikiria kufungua hospitali yake, utaajiri wanafunzi wako darasani. Wewe ambao unafikiria kufungua famasi yako mwenyewe, utaajiri wale wa famasia wajinga wale ambao wanahitaji mshahara wa mwisho wa mwezi. Unawaambia njoo ukae kwenye famasi yako. Wewe ambaye umesoma medical lab, hata bwana anakuambia hivi, fungua dispensari yako mwenyewe, maabara yako mwenyewe, anza kupewa vipimo vile na malaria sijui vipimo vile vya nini sijui sectology sijui vipimo vile vya nini sijui hemoglobin sijui nini, vyote mtu anavipima hivi. Sema amina. Sema amina. Sasa nashangaa sasa najijua. Sema amina. Hii akili sio kawaida. Sema amen. Inajua mambo yote ili washirika wa mambo yote waweze kuelewa. Amen. Kwa hiyo fikiria watu wawili wapo darasani, darasa moja, ila mwingine anafikiria kufungua kampuni, mwingine anafikiria awe injinia mkuu. Aliyefikiria kufungua kampuni hata akumaliza shule. Akaanza kufungua kampuni yake. Ila huyu mwingine akamaliza shule vizuri, akapata degree ya engineering, akaja akaajiriwa na yule ambaye walikuwa darasa. Sasa nawe pia hivi kufunga machoko mara moja. Wafikirie wale wanafunzi 200 au 100 ambao mpo nao darasani. Jione kama mtu ambaye inabidi uwaajiri hao wote. Inabidi uje na kitu ambacho wote hao waanze kuambia hivi, naomba mimi nafasi ya walau ya intern. Mtu huyo ni wewe kwa jina la Yesu. Nasema hivi, mtu huyo ni wewe kwa jina la Yesu. Hii akili haipatikani darasani, bali inatokana na mtazamo sahihi kuhusu maisha. Unatazamaje maisha? Kuna mtu ambaye akija darasani kwako ataona fursa ya biashara, ila wewe darasani hata uone biashara inafanyika namna gani. Na mama ananiambia hivi, pastor, nimegundua kwamba mimi darasani hapa niyo nauza pipi. Muda wa lecture notes, muda wa lecture ule na mpashia ndio nini pipi. Kuna pia wanafunzi zangu yule ambaye anahitaji chocolate aje kwangu nampa chocolate. Ila kuna mtu ambaye yuko mahali hapa hajawahi kuona hicho kitu ndani mwake.
Hii akili inatokana, cha kwanza, mtazamo sahihi kuhusu maisha. Jambo la pili, uzoefu wa mtu kuhusu fursa. Hii akili ya maisha inatokana na mtazamo sahihi kuhusu maisha, lakini pia uzoefu wa mtu kuhusu fursa. Ndio maana huwa na washauri vijana, msiache kukaa na watu wazima. Mtu mzima anaweza akawa hana hela kama wewe, yule baba yako mzazi anaweza akawa hana elimu kama wewe, lakini ana akili ya maisha. Mmenielewa vizuri watu wa Mungu? Mmenielewa vizuri? Baba yako mzazi, mama yako mzazi anaweza akawa hana degree kama ya kwako, ila ana akili ya maisha. Kunaambia mwanangu, huu mshahara wako, kwa nini usifanye hivi na hivi na hivi? Au mwanangu, kwa nini usianze hivi na hivi? Msikilize. Haya, kuna wazee ambao wapo kwenye maisha yetu na wafahamu wazee. Kwenye maeneo ambayo tunaishi, waheshimu vizuri. Wale wazee kuna kitu ambacho wanakijua wewe ukijui, uzoefu. Watu, uzoefu uko mbele ya mtu ambaye anaanza leo. Mimi pamoja kwamba ni mchungaji, saizi na miaka kama 2.5 hivi, 2 naenda 2 nafikiri. Sijawahi kumdharau mchungaji ambaye ana muda mrefu kwenye huduma. Ninamheshimu kama baba. Namuita baba, namwambia baba, shikamoo. Kwa nini? Najua kabisa yuko mbele yangu. Haya, kuna mabinti wako mahali hapa hawajaolewa, hawana hata mahusiano, ila badala ya kukaa na watu ambao walao wamefika hiyo hatua, wajifunze kwao, wapate akili kwao, wamekaa zao na kiburi chao. Sasa mama tavai vizuri, chiki hapo hapana. Hapa kama vile watu wa zamani. My friend. Huyo anayevaa kama zamani ana ndoa ya miaka 30. Wewe na kitako hivyo ungeolewa leo, unaachika kesho. Kaa chini yake, jifunze. Tito 2:3-5. Inasema kwamba inabidi wanawake vijana wakae na wanawake wazee ili wawatie akili. Akili gani hizi? Ni akili za maisha. Mwanangu, kwenye ndoa tunafanya hivi na vile na vile. Jana nikawa nipo marifani na hudumu, nikasema kwamba mimi hapa namshukuru Mungu, nimesoma vitabu vya mahusiano vya kutosha kabisa. Yaani mwenye mahusiano ninaelewa vitabu vingi, nimesoma, nimeangalia video nyingi na nimesikiza audio nyingi. Lakini pamoja na yote haya, nilikaa na mtu mmoja ambaye ni mzoefu, yuko mbele yangu, anaitwa mchungaji wangu Pastor Jordan Mwakatani. Nilikaa naye, nilipokuwa nakaa naye nikagundua kwamba mchungaji wangu ni kweli hajasoma vitabu kama nilivyosoma mimi hapa, ila kwenye ile eneo la mahusiano anajua vingi kuliko mimi. Nikakaa naye tu hivi, nikashangaa napata hekima hata namna ya kukaa na mwanamke. How do you go kwenye uchumba? Mimi muda huo pasta wangu anaenda kumtembelea mchumba wake, namsindikiza, nakaa mbali hivi, napiga kadicho namna hii, naona anakula lonja. Kwa hiyo mke wangu kwenye uchumba alinjoy sana. Kwa nini? Nilikuwa na mtu ambaye anaipa makili kidogo. Anaipa makili. Anaibia lonja. Sio hivyo. Kwa hiyo mambo hayaendi vizuri, namwambia, sasa pasta na jambo hili ananiambia, hayo ni kawaida. Ni kawaida. Yaani wewe ambaye unakipitia leo kinakuumiza, akamwambia hiyo ni kawaida, nitaisha. Sema nitaisha. Sasa anawaambia mabinti hapa, na nyie mkae na wanawake wenye akili ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao. Kumbe mwanamke ili ampende mume wake, mwanamke ili awapende watoto wake, lazima akae. Angalia pale mstari wa 3 waone. Mstari wa 3 pale angalia 3. Vivyo hivyo na wazee wa kike jamani, wawe na mwenendo wa utakatifu, wasio wasingiziaji, wasio wenye kutumia vinyo nyingi, bali wafundishao mema. Mstari wa 4, mema gani haya wanafundisha? Ili wawatie wanawake vijana akili. Mnaelewa vizuri watu wa Mungu? Mnaelewa vizuri binti? Mnaelewa vizuri? Ninakumbuka nikiingia kwenye ndoa, siku kama chache kabla ya ndoa, kuna wanawake wa kanisa la TAGICC pale, hapo mamangu anaabudu, wakawa wamemita mke wao. Sawa? Wakamkalisha chini, wampe semina. Achana mambo ya kitchen party. Aishaongea hivyo, anasema hivi, pastor, na mimi natamani kwa kweli kuwa naona kitchen party za watu. Na mimi nina kitchen party kubwa yani. Nimevaa gauni ya kitchen party, gauni la send off na gauni la harusi. Yaani watanikoma Yaani ikifika wakati wangu mimi,
binti kama wewe huwezi kuolewa na utaolewa. Lakini akipumbavu kabisa hivi. Unaanza tu magauni. Waza vitu vya kama hivi. Wale wanawake wazee wakamuita mke wao nchini. Wanawake kama 14 aliniambia 15 hivi. Sawa? Wako wa mama mbalimbali. Kuna watu ambao wana ndoa ya muda mrefu wanaongea naye. Wakatikati wanaongea naye. Na hao ambao waliolewa juzi pia nini? Wanaongea naye. Sasa mtu kama huyo akiingia kwenye ndoa unafikia tafadhali kwa namna yote. Unafikia tafadhali kwa namna yote. Ila kwa akili yako hiyo wewe haujawahi kukana mama mchungaji. Hata mwambie tu mama leo naipata hekima moja. I say, sema far from me. Sema far from me. Kwa hiyo kuna mtazamo kuhusu ndoa ambao ukikaa na hawa watu kama hawa unaweza kupata hekima fulani. Namna kuenda kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwenye kila kitu. Na nishawaambia kwamba mahusiano ya vijana wengi na pesa kwa hawana mtu kama huyu wa kuwatia akili. Sasa mimi kama hivi mchungaji wenu ni mtu ambaye anawatia akili kama hivi. Sema amina. Sema amina kubwa tena. Pastor, mbona leo kama vile hauko rohoni pastor? Niko rohoni sana mshirika wangu. Haya, aina 4 ya akili inaitwa akili ya kiungu. Divine intelligence. Akili ya kiungu. Hii ndo akili bora kulizo hizo akili 3 nilizozisema. Lakini wewe una akili kuzaliwa ila ikakuishia mahali fulani. Lakini wewe na akili darasani haujafika mbali sana, umeishia labda form 6, umeishia labda form 4 au darasa 7. Ukiwa na akili ya kiungu, hii ipo juu ya zote. Sema hii ipo juu ya zote. Sema hii ipo juu ya zote. Hii hauzaliwi nawe. Eti umezaliwa na akili ya kiungu. Hapana. Hii hauisomei darasani. Wala hii hauipati kwenye maisha. Hii Mungu huwa anawapa watu. Angalia sentensi. Hii hauzaliwi nayo, hauisomei darasani, wala hauipati kwenye maisha. Bali Mungu anaweza kukuingizia endapo utaitaka na kuitafuta kwake. Hii ni akili ambayo Mungu anaweza akakuingizia endapo utaitaka na kuitafuta au kuitaka kwake. Kwa hiyo kuna aina akili ambayo Mungu huwa anawapa watu. Kuna aina akili ambayo Mungu huwa anawapa watu. Hiyo akili inaitwa akili ya kiungu. Sio akili aliyowapa wanadamu wote. Naomba niongee namna hii. Kuna akili ambayo Mungu anawapa watu wote duniani. Kuna akili ambayo waliopewa ya duniani ya kuzaliwa ile wakaenda wakasomea darasani, wengine wanaya maisha, ila kuna ile akili inaitwa akili ya kiungu. Sasa naomba nifanye Bible study ya hii watu kadhaa kwenye Biblia ambao walikuwa na akili ya kiungu. Tuanze na mtu wa kwanza anaitwa Adamu. Nimeshakuonyesha kwamba Mwanzo 2:7 na Ayubu 32:8. Adamu alipuliziwa pumzi. Hiyo pumzi ilikuwa ni akili. Akawa nafsi hai. Nafsi hai maana ni akili ziko hai. Akili zikamuingia. Kwa mtu wa kwanza ni Adamu, alipewa akili. Mtu wa pili ni Nuhu. Huyu Nuhu alijenga safina. Nuhu alitengeneza safina. Niko nashangaa sana kusikia kwamba ukienda kuna nchi moja kule Hong Kong, sio wapi huko, sawa? Kuna huyo engineer mmoja, walikaa kama kikundi cha maengineer, wasomi wa darasani, wamesoma civil engineering, wamesoma mambo ya building engineering, wakakaa chini, wakafuata yale maelekezo ya Nuhu. Wakatengeneza ile safina kama Nuhu, kuanzia detail ya kwanza mpaka ya mwisho. Cha ajabu, walipochukua ile video waliotengeneza kulipeleka baharini, ikaanguka chini. Kwa nini? Ile akili aliyompatia Nuhu hakusoma engineering yoyote, ila alitengeneza safina. Nuhu hakusoma engineering yoyote, ila alitengeneza safina. Aliwezaje? Kuna akili ya kiungu ilikuwa ndani mwake. Ile Mwanzo kuanzia sura ile ya 6 hadi ya 8 tuna pale habari za Nuhu kutengeneza safina. Na ninakuombea Bwana akupe hizi aina ya akili kwa jina la Yesu. Nasema hivi, Mungu aliyempa Nuhu akupe na wewe kwa jina la Yesu. Sijasikia mtu mmoja anasema amina ya kuamini kabisa.
Mungu aliyempa Nuhu akupe na wewe kwa jina la Yesu. Ufanye mambo zaidi ya elimu yako kwa jina la Yesu. Ufanye mambo zaidi ya akili ya darasani kwa jina la Yesu. Mtu wa tatu anaitwa Yusufu mwana wa Yakobo. Mwanzo 41:38 hadi 40. Wote tunafahamu habari ya kwamba Yusufu alipewa maagizo ya ufalme. Baada ya kutafsiri ndoto, sawa? Kwamba vile vyakula kwenye wakati wa shibe vikae miaka 7 bila kuharibika, vikawasaidia wakati ule wa njaa. Luka 41:38 hadi 40. Huyu Yusufu mwana wa Yakobo hajawahi kusoma chemistry, hajui medical lab kwamba madawa fulani haya huwa yanatoza chakula. Kwamba haya madawa kwa mtu akishafariki tu unampeka pale mochwari wamekea madawa haya hata miezi asiharibike. Alikuwa hajui haya mambo ya biology, hajui kabisa. Wala hajasoma chemical and processing engineering, watu wa kuchakata na kusaidia vyakula, hajasoma. Ila Yusufu kwa ile akili ya kiungu ndani mwake aliweza kuleta majibu kwenye wakati wa Farao. Angalia pale Mwanzo 41:38 pale 38 pale 38 38 pale 38. Okay, angalia Farao akawaambia watumwa wake ya kwamba tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake. Hebu mbele yako, na wewe pia una roho wa Mungu. Mwambie na wewe pia una roho wa Mungu. Haji leo kwenye maombi umeomba sana, umenena sana. Ila sema hivi, tupate wapi mtu kama huyu? Ifike mahali kwenye biashara unayofanya waseme ya kwamba nipate wapi mtu kama huyu. Ifike mahali shuleni pale waseme kwamba tupate wapi wanafunzi kama huyu. Ifike mahali Tanzania waseme kwa habari yake kwamba tupate wapi mtu kama huyu. Ila mtu kama huyu ni mwenye roho ya Mungu ndani mwake. Na mimi nakuombea mtu mmoja, huo uwe ushuhuda wako kwa jina la Yesu. Wakikuangalia wewe waseme kwamba tupate wapi mtu kama wewe kwa jina la Yesu. Kwenye biashara, kwenye elimu, wapate wapi mtu kama wewe kwa jina la Yesu. Na 39. Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote. Hapana. Mwenye nini jamani? Mwenye nini jamani? Mwenye nini jamani? Na hekima kama kwa kumbe roho wa Mungu akiwa ndani ya mtu anampa mtu akili. Pale ndio sasa hivi tupate wapi mtu kama wewe mwenye roho ya Mungu ndani mwake. Hapa anasema kwamba kumbe yule roho wa Mungu hakuishia kukaa ndani ya Yusufu ili aombe kunena kwa lugha tu, ila amekaa ndani mwake pia ili ampatie akili. Na mimi nakuombea asubuhi ya leo, roho wa Mungu anakuingizia akili mpya kwa jina la Yesu. Anauisha ile akili ndani mwako kwa jina la Yesu. Hapana mwenye akili, wewe una akili, na pia roho Mungu ambaye yuko ndani mwako anakupa akili. Mtu wa tatu ni Mfalme Daudi. Mfalme Daudi. Na hapa kwa Daudi naomba wanaume msikize vizuri sana, sababu wako wanaume wengi ambao hawana akili. Ndoa zao zinaleta sababu gani? Hawana nini? Akili. Hebu mabinti naomba mnisaidie kuangalia wanaume pembeni yenu hapo na muambia kwamba hakisha wewe uwe una akili. Na wewe mwanaume pia mwambie mwanamke hakisha una akili bwana sasa. Daudi alikuwa ana akili. Daudi alikuwa na akili. Daudi hakuenda shule ya muziki. Hapo chini. Daudi hapo chini vitu vyake hizi point ngoja hapo chini. Daudi hakuenda shule ya muziki, ila alijifunza kupiga kinanda mwenyewe. Kwa kuna uwezo ndani ya Mungu, Mungu akakupatia huo uwezo ukajifunza wewe mwenyewe. Sema amina. Sema amina. Huyu Daudi hakwenda shule yoyote, lakini pia alijifunza kupigana vita wapi? Nionyeshe Daudi hapo alipiga shule ya vita. Mpaka ile siku ya kwanza ameingia kwenye ile kambi ya jeshi. Kazake anamuona anasema, Daudi, na ujua moyo wako wewe. Wewe una kiburi sana Daudi wewe. Huwa unatuambia mambo ya vita sana wewe. Toka kwanza.
Huyu Daudi alikuwa na akili mpaka muda mmoja mtumishi akasema hivi, bwana wangu, wewe una akili kama akili ya malaika. Hapo pale andiko ulione. Samueli wa pili 14:20. Daudi ana akili mpaka anaambiwa hivi, eti una akili kama ya malaika. Alafu hiyo akili kama malaika sio tu wanao ile ajisifia, anajua yote. Samueli wa pili 14:20. Kanisa, naomba tusome kwa pamoja hapa uone kile ambacho Daudi alikuwa anaambiwa hapa. Anasemaje? Mtumwa wako Yoabu ameyatenda haya ili kubadili uso wa jambo hili, na bwana wangu anayo akili kama akili ya malaika wa nani? Wa Mungu, hata ajue mambo yote duniani. Sio ajisifie na akili mimi, no, ili ajue mambo yote ya nini? Ya duniani. Na hiyo akili na kuingia kwa jina la Yesu. Nasema kuna akili utajua ufanyeje muda huo kwa jina la Yesu. Muda mmoja mimi hapa, unajua ndio mambo ya kujiombea. Hizi ndio kuna point za kujiombea, sio baba nipe hela. Hela inaletwa na akili yako. Ukiwa na akili namna hii utajua hela iko wapi. Ukiwa na akili namna hii utaona fursa ambapo wengine hawaoni fursa. Ambia pastor, hapa maliza chuo, sheria anaenda kufanya nini? Akili ya malaika inajua ufanye nini baada ya kwenda chuo. Sema amen. Siku ile nimeenda kwa rafiki yangu mmoja anaitwa Antoni. Nenda pale kwa Antoni. Sasa siku hiyo nimefika pale kisha niko single. Niko single na Antoni pale, tumekaa pale. Akawa amewasha jiko. Sasa jiko lake kwa ndio ya changamoto fulani hivi. Akawa ameondoka hajaniambia ile changamoto jiko lake. Sasa mimi nimekaa pale na ile jiko liko namna hii. Ndio kabisa mbona wao hivi vinaendelea kuungua hapa. Nikasogea pale, nika-operate lile jiko kwa akili kama ya malaika wa Mungu. Akasema hivi, pastor, umewezaje? Sijakwambia chochote sababu mimi ninayo akili ya malaika wa Mungu. Na yeye mshirika wangu, Mungu akuingizie hii akili kwa jina la Yesu. Popote unapokuwa, Mungu akuingizie hii akili kwa jina la Yesu. Kuna mahali Mungu anakupeleka, unabidi uwe na akili kuwazidi wengine. Na leo hii, asubuhi ya leo, pale hapo kupeleka Mungu, unaingiziwa akili ya namna hiyo kwa jina la Yesu. Bwana wangu anao akili kama ya malaika wa Mungu. Kwa hiyo Daudi alikuwa na akili za namna hii. Lakini pia alipopigana vita, alipigana kwa akili. Samueli wa kwanza 18:5. Alipopigana vita, alipigana kwa akili. Muda ni kweli uko hivi au ni macho yangu? Haya. Naomba tu leo tukae tumalizie jamani. Amina. Tumalizie tu jamani. Amen. Wewe ni mwamini sana jamani. Amina. Sawa. Samueli wa kwanza 18:5. Anasema kwamba basi umesoma pamoja, anasemaje hapo? Basi Daudi akatoka. Sijakusikia. Anasemaje hapo? Hiyo ni sauti ya watu wao. Anasemaje tena hapo? Alipotumwa na nani? Na Sauli. Akatenda kwa nini? Kwa akili. Kuanzia leo popote pale ambapo utatumwa, aidha na mchungaji wako, aidha na mtu ambaye yuko juu yako, ukatende kwa akili kwa jina la Yesu. Nasema hivi, ukatende kwa akili kwa jina la Yesu. Kijana wangu mmoja akaniambia shule wengine, ananiambia pastor, kuna mama mmoja hivi amenituma niende beauty nikamfungulie kampuni yake. Anaitwa Lewis pale. Ameenda pale akafanya kwa akili kabisa. Sababu ana akili kama ya namna hii. Sema ana akili kama namna hii. Hapa ile kazi nzuri. Hayo mama ambibi, mwanangu, nikulipe shilingi ngapi? Ambia nilipe kiasi fulani cha fedha. Kwa hiyo mama akamtumia advance muda huo. Wala hakuomba hii ni kubwa sana. Muda huo sababu alitenda kwa nini jamani? Kwa akili. Na kuanzia leo mshirika wangu anasema kwamba utatenda kwa akili kwa jina la Yesu. Popote pale ambapo Mungu anakuweka, utatenda kwa akili kwa jina la Yesu. Hata katibu wa kanisa pia anahitaji atende kwa akili kila anapotumwa na mchungaji wake. Amen. Mashemasi pia wanahitaji watende kwa akili kila anapotumwa na mchungaji wao. Sema amen. Sema amen. Kama leo nimeingia kanisani nikashangaa hapa mbele palivyokaa, kwa kweli praise wametenda kwa akili. Hebu wapigie makofi praise kwa hicho tulifanya leo, wametenda kwa akili. Acha makofi ya wivu, acha makofi ya wivu hayo. Yes. Kwa hiyo hii kanisa inahitaji kutumia akili zako pia. Umeelewa vizuri?
Hapa kanisani ndio sehemu ya kwanza ya kuitumia akili yako. Umekaa tu na akili zako unasema hivi, yani mimi niko hivi na wewe akili zako zitumie hapa kanisani. Daudi alitenda kwa akili. Sasa naomba uendelee mbele, matokeo ya kutenda kwa akili ni yapi? Sema hivi. Pale tano, good. Sauli akamweka juu ya watu wa nini? Kwa hiyo ukitenda kwa akili unawekwa juu. Na kuanzia leo Bwana anakupeleka juu kwa akili kwa jina la Yesu. Ile unaomba Bwana uniinue, atakuinua kwa akili zako kwa jina la Yesu. Sema amina kubwa tena. Lakini pia Daudi alimzaa mwana anaitwa Sulemani. Daudi alikuwa na akili. Sulemani akawa ana akili nyingi sana. Umenielewa vizuri? Daudi alikuwa na nini? Na akili. Akamzaa mwana anaitwa Sulemani, akawa na akili nyingi. Kwa hiyo sasa hapo akina kaka tuseme vizuri. Akili za mtoto wasikudanganye. Hazitoki kwa mama sijui. Wewe ndio unatoa DNA pale baba. Wewe mwenye XY, sema mwenye XY. Kwa hiyo akina baba mahali hapa wajao na watabiria na kuambia kwamba na nyie pia muwe na akili nyingi kwa jina la Yesu. Ili muwazae watu wenye akili. Pastor, kwa kitu mambo ya uzazi. Uzazi hauishii tu kanisani. Unaweza kuzaa biashara yako, wanaofanya kazi ya biashara yako ni watu wenye akili. Ukazaa huduma yako, wanaotumika pamoja nao ni watu wenye akili. Na kuanzia leo pokea nguvu za kuzaa kwa jina la Yesu. Nasema hivi, pokea akili ya kuzaa mambo kwa jina la Yesu. Nasema hivi, pokea akili ya kuzaa mambo kwa jina la Yesu. Ukiona mabosi ambao wanaibiwa hela. Sababu gani? Wao wenyewe hawana akili. Kwa hiyo mfanyakazi wake anamuibia hela. Ila hautakuwa wewe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo huyu Daudi alizaa Sulemani mwenye akili nyingi sana. Mfalme wa kwanza 4:29. Mfalme wa kwanza 4:29. Japo ni Mungu alimpatia lakini ni mtoto wake, ni mtoto wa Daudi sasa Mfalme wa kwanza 4:29. Jamani, naomba unisomee hapo, nitakupa siri ya ajabu ile andiko. Asemaje hapo? Kujaza kwa sauti asemaje? Cha kwanza kwenye andiko tu hili prayer point. Mungu akampa. Kwa sababu hapa sina cha kuombea. Niombee hili jambo. Mungu naomba hekima. Mungu naomba akili nyingi sana. Naomba moyo mkuu kama mchanga ulioko pwani. Kuna watu wako mahali hapa nikiombea jambo fulani ni wepesi kurudia kukata tamaa. Sababu gani? Hawana moyo mkuu kama mchanga ulioko pwani. Ila kuna aina ya moyo Mungu akikupatia unaweza kawa jasiri katika yale ambayo unayapitia. Moyo mkuu kama mchanga ulioko pwani. Huu moyo mkuu ni moyo wa ukuu. Laiti ungeniongezea ukuu. Namna ambayo Mungu anakuongezea ukuu ni kukupa moyo mkuu. Neno andiko nasema laiti ungeniongezea ukuu na kunifariji pande zote. Thou you may increase my greatness and comfort me all sides. Sasa tuendelee hapa, turudi hapa. Mungu akampa, Mungu akampa. Sema Mungu akampa. Sema Mungu akampa. Huyu Mungu aliyempatia Sulemani anaweza kukupa na wewe. Kwa hiyo nione mwambie hivi, Mungu kama ulivyompa Sulemani na mimi nipe. Mungu kama ulivyompa Sulemani na mimi fanya nini? Nipe. Haya, akampa akili. Sio tu akili, ni akili nyingi. Na sio tu akili nyingi, akili nyingi sana. Kwa hiyo kuna watu ambao wamepewa akili wakaishia hapo. Usiridhike na akili. Kolezi, hii wiki ufanya kwa akili. Lakini nakuongezea leo kuna akili nyingi. Sio nyingi tu, nyingi sana. Mfalme wa kwanza sura ile ya 10, nenda sura ya 10. Malkia wa Sheba haja kuziangalia akili za Sulemani. Ndugu yangu, ulipovaa hivyo ni akili zako.
ulivyosuka hivyo ni akili zako, ulivyonyoa hivyo ni akili zako. Hebu jiangalie mwenyewe vizuri, jiangalie mwenyewe tu vizuri, alafu nisaidie kumwangalia jirani yako vizuri. Smile basi, ana akili wala amevaa vizuri. Usimnunie sana, akijua baya ana akili, anazo akili. Na Malkia ya Sheba aliposikia habari za Sulemani juu ya jina la Bwana, alikuja ili amjaribu kwa maswali ya fumbo. Alisikia habari gani? Alisikia huyu jamaa na akili nyingi, kwa akaandaa maswali ya fumbo aje amjaribu. Binti anaangalia kijana, akajua huyu binti ana akili nyingi, akaandaa maswali yake aje akujaribu. Lakini wewe sababu umeshaanza kujiombea ile ombi, utashangaa unamjibu maswali yote kwa jina la Yesu. Sasa kama niendelee mbele. Kwenye Biblia niligundua kitu kimoja, nikawa sema mtu mmoja, Mungu anasema kwamba wafalme wa zamani walipokuwa wakipata changamoto yoyote, walikuwa wanaita watu wa aina tatu. Walikuwa wanaita waganga, walikuwa wanaita wachawi, lakini pia walikuwa wanaita watu wenye akili. Maana yake ni kwamba mtu mwenye akili, weight yake, uzito wake ni zaidi ya mtu mganga, ni zaidi ya mchawi. Huyu jamaa ni mchawi, sio ni mchawi. Ana nini? Unanielewa jamani? Sio akili ya uchawi wewe. Acha nibadilishe maana kusema. Ana akisema akili. Wewe nasemea akili. Angalia Kutoka 7:11. Wewe kwenye maandiko uone hili jambo. Acha nyogo kusema ana akili za kichawi. Hata wachawi wenyewe wana akili jamani. Hebu fikiria mtu anapanda fisi, analinyonya ukuta, anatokea sehemu fulani. Hiyo ni akili kawaida kweli jamani? Hiyo ni akili kawaida. Yupo uchi, usiku wa manane amekaa kwenye ungo, wanasafiri hivi. Sema wapigwe. Wapigwe. Sema wapigwe. Wapigwe. Sema wapigwe. Wapigwe. Atashangaa siku moja hata hivi ya hapa, wameanguka hapa wamekamata. Bali nyumbani kwao kasema wamekamatika. Sema wapigwe. Wapigwe. Ndipo Farao naye akawaita wa kwanza kina nani jamani? Angalia mtu wa kwanza. Kuna principle inasema kwamba first things first. Cha kwanza ni cha kwanza. Biblia inafanya bahati mbaya kuwaweka wa kwanza hapa. Baki walikuwa wanatangulia hawa kwanza, wakishindwa hawa, wakishinda nini? Wachawi. Lakini wachawi wakishinda nini? Waganga. Akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga. Kumbe mwenye akili roho akimwangalia hivi, ipo level moja na mchawi na nani? Na mganga. Kwa hiyo kazi yako mwanangu, ukiwa na akili, ukianza kuona roho hivi omega, sema ile omega ni mchawi hivi, kumbe una akili za kimungu ndani mwako. Kumbe na akili za kimbingu ndani mwako. Na hiyo akili kuingie kwa jina la Yesu. Haikuishia hapa. Angalia kwenye kitabu cha Danieli sura ile ya 5 mstari wa 14. Anzia pale 11 kabisa. Rakapana masotori ya manama kapeshi. Danieli 5:11. Danieli 5:11. Kanisa, naomba kwa pamoja tusome kwa sauti kama haja yasemaje? Hiyo sauti sijaipenda kabisa. Sauti yasemaje? Ongeza tena, yasemaje? Yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake. Subiri kwanza. Kwani ndani mwako pia hamna roho ya miungu? Hakuna roho ya Mungu ndani mwako? Hauna roho ya Bwana ndani mwako? Sasa tuendelee, yasemaje? Na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake. Ishia hapo. Hapa ni prayer point kabisa. Baba, ninaomba nuru, ninaomba hekima, ninaomba na ufahamu uonekane kwangu. Yaani unaliombea ile ombi hata wiki nzima. Baba, ninaomba nuru, Baba ninaomba hekima na ufahamu uonekane kwangu. Baba, ninaomba nuru, ninaomba hekima na ufahamu uonekane kwangu. Unakaa hapo unaliombea ile ombi mpaka limeanza kufanya uhalisia kwenye maisha yako. Naomba tuendelee mbele. Mimi sipo hapo nakupa cha kuombea. Endelea pale, nasemaje? Na mfalme Nebukadreza, baba yako, na mfalme
baba yako akamfanya kuwa mkuu wa nini jamani? Na nani? Na nani? Na nani? Huyu Danieli alikuwa na akili, akawa ni mkuu wa hao wote. Endelea mstari wa 12. Asemaje hapo? Kwa kuwa roho njema kupita kiasi na maarifa na ufahamu na uwezo wa kutafsiri ndoto na kufunua maneno ya fumbo na kufungua mafundo zilionekana katika Danieli, ambaye mfalme alimwita nani? Belteshaza. Sasa angalia haya yote, Danieli alikuwa ni mkuu wa waganga, mkuu wa wachawi. Kwa sababu gani? Alikuwa na akili. Yeye hakuwa mchawi, yeye hakuwa mganga, yeye hakuwa mnajimu, lakini alikuwa na akili. Na mimi nasema kwamba ifike mahali ambapo akili zako na kuweka mahali pa juu kwa jina la Yesu. Sema hivi, ifike mahali ambapo akili zako za kuweka mahali pa juu kwa jina la Yesu. Sababu tushangia mtu wa nne ambaye ni Danieli hapo. Tushangia Danieli hapo. Danieli pia huyu alikuwa ana akili ya darasani. Danieli 1:3 hadi 4. Danieli alienda kwenye chuo cha Wakaldayo, tena akasoma kwa miaka 3. Kama ambavyo unasoma medical lab miaka 3, computer science miaka 3. Danieli pia aliingia darasani akasoma elimu ya Wakaldayo kwa miaka 3. Mstari wa 3, mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matowashi awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme, wa uzao wa kiungana. Mstari wa 4, vijana wasio na mawaa, wazuri wa nini jamani? Wazuri wa nini jamani? Jamani, nakuombea Bwana akupe uzuri wa uso kwa jina la Yesu. Useme amina. Amen. Wewe ni mbaya. Kwenye Maombolezo 1:5 kwenye moja nasema hivi, mimi ni mweusi lakini ninao uzuri. Kwa hiyo atakiwa black man, dark handsome. Haya, wajuzi wa hekima, endelea, welevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu nini? Elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena aliwaambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Ndio mstari wa 5. Mstari wa 5. Ligada basofelepa. Mstari wa 5. Umelala au? Please mama, kama ushike kompyuta. Napitia nguvu kabisa. Sawa. Kama ushike kompyuta. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa, akawaagizia walishwe hivyo muda wa miaka mingapi jamani? Hawa walikaa shule miaka mingapi? Kwa cha kwanza, Danieli alikuwa na akili darasani. Lakini hakuishia hapo. Ni Danieli 1:17. Hapa mstari wa 17. Huyu Danieli pia Mungu alimpatia akili. Anasemaje 17 pale 1:17? 1:17. Basi kwa habari za hao vijana 4, basi kwa habari za washirika wa ABC Global Gongo Moto, basi kwa habari za wale wanaonisikiliza, Mungu alifanyaje jamani? Aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Kwa pia Mungu alikuwa amewapa akili. Mungu aliwapa akili. Hapa aliwapa akili kivipi? Soma Danieli sura ya 9 mstari wa 22. Mungu alimpa Danieli akili. Danieli 9:22. Akaniagiza, akaongea nami akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe nini jamani? Upate kufanyaje? Sasa naomba mniangalie vizuri hili jambo la ajabu kabisa. Mungu akikupa akili, inabidi akili yako uitumie. Kwa hakupi akili afu ukae nayo kama pambo. Lazima uitumie. Rudi pale mstari wa 2, hiyo Danieli 9:2. Huyu Danieli akaitumia akili yake namna gani? Danieli 9:2 anaonyesha kwamba kuna namna alitumia akili yake. Anasema hivi, katika mwaka wa kwanza wa kumikoke mimi Danieli, kwa kuvisoma nini? Vitabu. Kwa haitoshi kupewa akili, lazima uwe mtu wa kusoma vitabu, lazima uwe mtu wa kujifunza, lazima uwe mtu ambaye
utaanza kukaa darasani. Na mimi namwombea mtu mmoja mahali hapa, pamoja na kwamba leo Mungu amekupa akili, lakini pia akuingizie bidii ya kujifunza kwa jina la Yesu. Nasema hivi, akuingizie bidii ya kujifunza kwa jina la Yesu. Ujifunze Biblia yako kwa jina la Yesu, usome vitabu kwa jina la Yesu, uangalie vitabu vya watumishi wa Mungu kwa jina la Yesu. Sema amen kubwa. Sema amen kubwa sasa. Yesu pia alikuwa na akili. Luka 2:46 hadi 47 na ule mstari wa 50 pia. Yesu alikuwa na akili. Tangia akiwa na miaka 12, kuna aina akili alikuwa nayo Yesu. Luka 2:46. Ikawa baada ya siku 3 wakamuona hekaluni ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Akili za Yesu zilikuwa za ajabu. Miaka 12 anakuuliza tu maswali. Sio mtoto wa miaka 12 atakomba, "Mama, nicheze game." Wewe. "Mama, katuni." Huyo ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Na mimi namwambia mtu mmoja mahali hapa, huo uwe ushuhuda wako kwa jina la Yesu. Mungu akikubarikia uzao, akupe uzao ambao ni watoto wenye akili nyingi kwa jina la Yesu. Na mimi napokea amen. Hiyo ya kwangu sasa. Wewe unapokea na mimi nishaipokea kwangu. Sema amina. Usiposema amina, napokea mimi. Yaani maisha yako hivi. Usipotaka wewe, nataka mimi hapa. Jumapili ilitokea moja na jambo kabisa. Hata naomba hapa, ingawa namuona mtu mwingine hapa yeye ananiambia hivi, sio mtu mwingine ni mimi. Nikasema hivi, jamani, huyo mtu mwingine sio mtu mwingine ni mimi mwenyewe. Kwa hiyo sasa maisha yako binafsi sana. Usiposema amina unasinzia haupati haya mambo. Marko sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 3, watu waliokuwa wanakaa na Yesu, walipomwangalia Yesu wakasema hivi, amepata wapi mtu huyu hekima na akili namna hii? Marko 6:1 hadi 3. Twende pale. Marko 6:1 hadi 3. Good. Akatoka huko, nina mstari wa 3 kabisa, mstari wa 3. Okay, mstari ule wa pili. Huo wa pili. Anasema hivi, ilipokuwa Sabato alianza kuwafundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa, wakisema, "Huyu ameyapata wapi haya?" Mimi natamani siku moja mtu aseme hivi, "Huyu ameyapata wapi haya?" Kumbe umeyapata kwa mchungaji wako, umeyapata kwenye video zake, kwenye radio zake, na hiyo fungu lako kwa jina la Yesu Kristo. So hivi, kuna mtu mmoja ambaye anamuongelea huyu, na kuna mtu anamuongelea huyu ambaye ushuhuda kwa kwamba amewapata wapi haya? Na ni hekima gani aliyopewa huyu? Na nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Kwa hiyo mtu mwenye hekima ni mtu ambaye pia ana akili. Hekima na akili ni mapacha. Sawa? Haya, mwangalie pia Petro. Matendo 4:13 hadi 14. Petro alifanya jambo ambalo mpaka wasomi Mafarisayo wanasema hivi, huyu tunamjua Petro hana maarifa, Petro hana elimu yoyote, lakini amewezaje kuyafanya haya? Wangojua kwamba sababu Petro alikuwa na Bwana Yesu. Na mimi nakuombea mtu mmoja kwa kwamba kwa kuwa umekaa kwenye uwepo wa Mungu mahali hapa mpaka muda huu, na mimi kabisa kuna akili mpya imekuingia kwa jina la Yesu. Nasema hivi, kuna akili mpya imekuingia kwa jina la Yesu. Kuna akili mpya imekuingia kwa jina la Yesu. Sasa nimalizie. Hii akili ya kiungu nimeweka kwenye madaraja ya 5. Hii akili ya kiungu nimekuwekea kwenye madaraja ya 5. Daraja la kwanza linaitwa akili nyingi sana. Kwa hiyo akili ya kiungu inaitwa daraja ya kwanza. Nimesema nini? Akili nyingi sana. Hebu sema akili nyingi sana. Sema akili nyingi sana. Wafalme wa kwanza 4:29 kusoma kwa muda wako hapo. Lakini jambo la pili nimesema kwamba inaitwa akili kamili. Akili kamili. A sound mind. Akili kamili. Matendo 26:25. Matendo 26:25. Akili kamili. Matendo 26:25. Lakini Paulo akasema, sina wazimu, Festo mtukufu, bali nanena maneno ya kweli na ya akili. Nini jamani?
Akili nini jamani? Unaweza kawa una akili kamili. Hii akili kamili ndio ile ya Timotheo 2:1, Timotheo 2:2:7. Timotheo 2:2:7. Yafahamu sana hayo niyasemayo mwanangu, maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Timotheo 2:1:7 alafu na 2:7. Andika hivyo, Timotheo 2:1:7 na 2:7. Tuanzie 2:7. Good. Yafahamu sana hayo niyasemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo mangapi jamani? Ya darasani tu, ya maisha tu, ya kanisani tu. Mungu akupa akili za kanisani tu. Mungu akupa akili kwenye mambo mangapi? Mambo mangapi jamani? Bwana atakupa akili katika mambo yote. Kwa kama ni eneo la uzazi na kuwalea watoto, Bwana atakupa akili. Kama kwenye ndoa, Bwana atakupa akili. Nenda 1:7. Nenda 1:7. 1:7. Kanisa ambalo tumepa wasemaje? Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Hii moyo wa kiasi anaongelea akili. Wewe Kiingereza hapa uone, hii moyo wa kiasi anaongelea sound mind. Jamani, kwa dakika kama 3 tutaomba hili ombi. Bwana nipe akili iliyotulia. Lord give me a sound mind. Hebu niombee ombi hapo. Mungu nipe akili. Nimeshaonyesha maandiko mengi kwamba Mungu anaweza kukupatia akili. Mungu aliyempa Danieli akupe akili. Sasa wewe unahitaji akili kwenye jambo gani? Mungu nipe akili. God has not given you a spirit of fear, but of power, of love and of a sound mind. Nisikie mtu mmoja anayejiombea hili ombi. Bwana nipe akili. Bwana nipe akili. Nipe akili kamili. Nipe akili iliyotulia kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mwingine ambaye huwa akitaka jambo hili afanye maamuzi haraka, huwa anafanya maamuzi ambayo sio maamuzi gani, hana akili kamili, hana akili iliyotulia ndani mwake. Bwana nipe akili kamili. Jombe. Mara sopara nimeshinda mahande. Ebrana masubra hadelia bahade rigada bashanto ko paladia esepretele mandari bahade ramara basondo riga badisha embrakatala brade beredia. Bwana nipe akili shantala brakatele bredia esobada bahante lebredia mantala bradoshe parakai ya sobra hande libradia. Baba nipe akili kamili kanda raso baragida entina bahande leberida eshande katala brade. Katika jina la Yesu Kristo, napokea akili kamili kwenye biashara yangu, napokea akili kamili kwenye maisha yangu, napokea akili kamili kwenye ndoa yangu, napokea akili kamili kwa jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana nipe akili kamili, nitengenezee akili kamili katika jina la Yesu Kristo. Roho ya Mungu itulie ndani mwako na ikupe akili iliyotulia. Unapoelekea kwenye maamuzi fulani, akili iliyotulia ifanye kazi ndani mwako mwanangu. Niombe rangu kapalakai ya sebre di barada. Mungu uliyempatia Danieli na mimi nipe akili nipate kufahamu, nifahamu mambo yote, sio darasani tu Bwana. Nisishie kuwa na mambo ya darasani kuyafahamu, afu ya maisha siyajui. Jande kete pelaka arika na mashate rawa kapaladia azule kebekita. Nipe akili kamili, nijengee akili kamili katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu umeniambia kwamba umenipa akili ya Kristo ndani mwangu kwa jina la Yesu Kristo. Siwezi kuwa kawaida, siwezi kuishia njiani, kwa jina la Yesu Kristo. Akili kamili rima na mashata ariaka paradia arianga kapa. Unapoomba hivyo, kuna wengine Bwana anachokifanya anaikamilisha akili yako, anaifinyanga akili yako, anaikamilisha akili yako. Shalekete rita kapalakate ariana makapai yakede beregida. Haitaishia kuwa akili ambayo inafaulu darasani, afu kwenye maisha
haina maendeleo yoyote yale. Nakuombea akili kamili tokayo juu aliyompatia Bezaleli mwana wa Uri, akamwambia kwamba nimeshuka leo randika baragadia nikupe akili za moyoni, akili za moyoni rantala brakate riantala brakate esongedebe kitu bakata. Daraja lingine la akili inaitwa akili za moyoni. Daraja lingine la akili inaitwa akili za moyoni. Hebu mwambie Bwana, napokea akili za moyoni. Rina mateke panadia esongedebe kitu midia kutoka 35 napokea akili za moyoni. Shandeketekete arianda kapadia. Bezaleli alikuwa hana ujuzi wote ule wa kutengeneza mahema, lakini Bwana alipompa akili za moyoni akaweza kuunda kazi za ustadi, kazi za kufinyanga, kazi za ubora, kazi za uelevu, kwa sababu ya akili ya moyoni. Shaleketeketepa erianta kapaladia azebra katia erianta kapaya eriaka kapaya. Daraja lingine inaitwa akili ya Kristo. Hii ni akili ya Kristo, akili ya kiungu ni akili ya Kristo, lakini sisi tunayo nia ya Bwana, tunayo nia ya Kristo. Wakorintho wa kwanza 2:16, tangia uzaliwe mara ya pili ndani mwako unayo nia ya Kristo. Endelea kumwambia Bwana, mimi siwezi kuwa kawaida kwa sababu ndani mwangu ninayo nia ya Kristo. Siwezi kuishia pale ambapo walifeli wengine, walikoma wengine, wasomi wengine wanaishia kufikiria ajira, ila Bwana umenipa nia ya Kristo, umenipa akili ya Kristo ili nifanye mapumbuzi mengi, nikujue biashara kubwa ambayo itasaidia watu wengi, nikujue huduma ambayo itawafungulia mlango wa binti wengi. Raka palatelo ele palatela alikana mashetele braida. Baba, umenipa akili ili nimiliki viwanja, ili nimiliki mashamba, ili nimiliki arabashatere ezande katal eliaka para eliaka kanabro ezura na mate eliaka tabralia. Nyingine inaitwa akili bora au akili njema au akili nzuri. Mwambie Bwana, nifanyie akili bora. Zaburi 111:10 anasema kwamba na wote wafanyayo hayo wana akili njema. Baba, nipe akili njema, akili njema, akili njema. Mwanamke mmoja aliyenielewa angejiombea hii akili njema ndio aliyokuwa nayo Abigaili kwenye Samueli wa kwanza 25:1-2. Abigaili alikuwa na akili njema. Aliana mashatei ya barada aliana na mashabika faya eliana na makuna mahade esume nebekita. Nipe akili bora, nipe akili njema. Aliantelebe kitarazalia, nipe akili nzuri Bwana, nipe akili nzuri Bwana. Yakana makapa iliana makai iliana makapa eliana makapa aliama babo eliana kapa yandikikipa isando kopaya. Inaitwa akili katika mambo yote, inaitwa akili katika mambo yote. Hiyo ni daraja la 5. Mwambie Bwana, nipe akili kwenye mambo yote. Kwenye biashara nipe akili, usishie kuposti vitu, ila ukiwa na akili utajua leo ni posti nini, na ukisha posti tu lazima upate wateja. Kwa nini? Ni akili bora ndani mwako. Rasha parakete eriaka kapalia mande ezebreketeria mande eriakatia yakatalabra. Akili katika mambo yote, hizo akili ambayo ilikuwa inanisaidia mimi nipate first class. Sijapata sababu ya akili darasani, ni kwa sababu ya akili katika mambo yote. Naposoma Roho wa Bwana ananipeleka nisome eneo gani, nijiandaaje. Hiyo akili inamjia mtu mmoja, akili kwenye mambo yote. Shaka baraka elasa paradia alina makapa esumedebegira yanda kadabada aliana makapa iliana makapa rabababo eriata kapa eriada daba riandekete. Akili ya ubunifu, ufanye mambo zaidi ya yale ambayo umefundishwa. Ni kweli wamekuelekeza mwanzoni, ila baada ya hapo unahitaji akili zaidi ya yale aliyokuelekeza. Inaitwa akili ya ubunifu. Hebu mtu mmoja hapa anayefanya jambo fulani lakini kwa ubunifu, jiombee vizuri bila Bwana, nipe akili ya ubunifu, nipe akili ya ubunifu. Ni kweli kuna wengi ambao wana design kama mimi, ila akili ya ubunifu inaingia
ndani mwako. Shalika tapala, erita palata, erita palata, erita palata, erita palata, ezika dabala, erika dabala, ezika dabala, eranda bakapa, erunda kapa. Akili ya ubunifu, akili ya ubunifu. Endelea kuomba hivyo, endelea kuomba hivyo. Roho wa Bwana mwenyewe anakuingizia hiyo akili. Unaniambia pasta, inaingiaje? Utaiona tu siku moja. Wakati wengine wanahangaika, wewe unaona majibu. Wakati wengine wanalia, wewe unaona majibu ya machozi yao. Wapatane watu kama hao wenye akili. Watu wengine wanalalamika, wewe unawapa majibu ya malalamiko yao. Watu wengine hawajui wafanyeje, waendeje, wameishia njiani. Unawaambia njoo tufanye hivi, njoo nikuelekeze. Ritaka panadia eseketemeke padi jandeke veredia. Kuna mtu Bwana anampatiza na roho ya shauri kama Ahithofeli. Ahithofeli alikuwa akimshauri mtu, ni kama amemsikia mtu akimshauri yule mtu. Nasikia roho ya Bwana anapatiza mtu na roho ya shauri, roho ya shauri, roho ya shauri. Shakapa irikatapa irandakapa isadabaka eriata paladia ariakata. Kataa kuwa mtu asiye na akili. Usipokuwa na akili utakuwa kawaida, utakuwa wastani, utakuwa duni. Ila mwambie Bwana, nifanyie akili kwenye mambo yote, nifanyie akili kwenye mambo yote. Kwenye hii fama soma Mungu, nifanyie akili, nifanyie akili, nifanyie akili. Kwenye biashara nifanyie akili, shuleni nifanyie akili, kwenye ndoa yangu nifanyie akili. Na mimi Bwana arida washante ekita la bradida ndo kwanza hata mpaka wa ndoa sijafikisha Bwana, lakini nakuja mbele zako nikiomba akili za ndoa nilizofanya watu kama baba yangu wa miaka 10 ya ndoa. Ile akili ya ndoa Bwana niliyomwona nayo Baba Bishop Ibrahim Masi shika tamakate. Hiyo akili Bwana iniingie, hiyo akili Bwana iniingie, ile akili ambayo nimeona mchungaji wangu wakataja nayo, hiyo akili Bwana iniingie Mungu. Wale walifanyaje watu wao Bwana, ukaomba akili roho Bwana, nami ninaomba ile akili, akili ambayo inaweza ikazaa ABC Bwana, akili ambayo inaendesha tatizo kama hii. Mama shabara elianda karabade Ayama kaparadia asebrete teya mande eliando koparadia. Napokea akili, 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 napokea akili kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna uchawi wowote utafanikiwa kuloga akili yangu, kufunga akili yangu katika jina la Yesu. Akili hii itasomesha familia nzima. Akili hii itawapa mtaji familia nzima. Akili hii itawasaidia ndugu zangu wote. Akili hii itasaidia mamilioni ya watu ambao Mungu ameniwekea mbele niwasaidie. Akili hii itakuwa ni hifadhi ya watu wasio na hifadhi. Akili hii Bwana itatumia Tanzania kuweka majibu oramanekapa alina makapa alina makate eshiangatepa asekete palada aliakatafurahia kama waliomtafuta Danieli Bwana, walitafuta mimi mtu mwenye akili. Wakitaka mchungaji mwenye akili, waseme tumpate wapi? Tumepata Pastor Ebeneza Shandekete Paradia, mchungaji mwenye akili. Rita kaparade ezogete kipa aliakatafurahia ashekete Paradia. Hata kabla Bwana hajanipata hao, nionekane mbele zako Mungu. Zaburi 14:2 anasema kwamba Mungu akachungulia duniani aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Bwana. Je, wewe una akili? Kama unamtafuta Mungu, walau unafunga kwa wiki, walau unaomba, unasoma neno, unaangalia video, wewe ni mwenye akili mbele za Bwana. Una akili na uko tayari. Endelea kuomba tu. Kuna kitu Mungu akifanya ndani ya akili zako. Shalikatalabradia aligadabrakade eliakatabradia. Wakitafuta mchungaji aliyejaa akili za kiungu, wanione mimi arakatapa esheketepe enikatapa. Wakitafuta mchungaji mwenye akili za kuhudumia maelfu, wanione mimi kadaba shokada akigadadia aliangakapa. Tanzania wakitafuta mtu mwenye akili ili wasaidie kwenye changamoto yao, wasaidie kwenye matatizo yao, wanione mimi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa kuwa ndani mwangu ipo akili ya kiungu iliyo juu ya zote, ipo akili ya Kristo. I have the mind of Christ. I have the mind of Christ.
I have the mind of Christ. Shalika handeleka. I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. Shalika de brekita. Evrika da brande brekita. Efrahande de brahande de brekita. Erebreketo de breketia. Hatupotezi muda. Kuna kitu kinachochochea ndani wetu. Uso muda kupoteza. Uni muda kuongezeka akili. Enyi wafalme, fanyeni akili. Zaburi sura ya 2 na mstari wa 10. Enyi wafalme, fanyeni akili. Moja ya namna ambayo akili inafanywa ni mahali pa maombi. Ndio maana akasema kwamba anaye kwa lugha anaijenga akili yake ambayo iko ndani ya nafsi yake. Yagadagadagadegede yagadagadagadegede ragadagedegede eshina katana brade esabrada mashende kapa. Amen. Tunaenda kwa kusoma kumalizia hapa. Kati hapa kumalizia na moja hapa. Shatara bakapara. Vikatara bada. Nitajia haya madaraja ya hii akili ya kiungu. Jambo la kwanza nimesema ni akili nyingi sana. Wafalme wa kwanza 4:29. Jambo la pili nimesema ni akili kamili. Matendo 26:25 na Timotheo wa pili 1:7 na 2:7. Tatu, akili bora, njema au nzuri. Akili bora, njema au nzuri. Danieli 5:14. Akili bora, njema au nzuri. Zaburi 111 mstari wa 10 na Samueli wa kwanza 25:1-3. Endelea tu kwa hiyo kidogo tu good. Akili bora, njema au nzuri. Danieli 5:14, Zaburi 111 mstari wa 10, Samueli wa kwanza 25:3. 4, akili ya Kristo. Akili ya Kristo, Wakorintho wa kwanza 2:16. Na 5, akili katika mambo yote, Timotheo wa pili 2:7. Sasa sababu ya muda wangu hapa, namna Roho Mtakatifu anaweza kuboresha uwezo wako wa kiakili. Namna Roho Mtakatifu anaweza kuboresha uwezo wako wa kiakili. Jambo la kwanza, lazima mtu afahamu na kuamini. Namna Roho Mtakatifu anaweza kuboresha uwezo wako wa kiakili. Jambo la kwanza, lazima mtu afahamu na kuamini kwamba Roho Mtakatifu anaweza kumpa akili. Lazima afahamu na kuamini kwamba Roho Mtakatifu anaweza kumpa akili. Timotheo wa pili 1:7, Wafalme wa kwanza 4:29. Kwa hiyo uwe na shauku na uhalisia wa kuishi akili bora kwenye maisha yako. Hapo tu chini yake kwamba uwe na shauku na uhalisia wa kuishi akili bora kwenye maisha yako. Jambo la pili, dhamiria kuishi kutoka ndani maisha matakatifu na ya uchaji. Dhamiria kuishi kutoka ndani maisha matakatifu na ya uchaji. Hakuna mtu ambaye ana akili za kiungu ambaye haishi maisha matakatifu. Kama kwa mtu mahali ambaye hujaokoka, hii sio fungu lako kabisa. Hii ni fungu la watu ambao ni watoto wa Mungu, wamezaliwa mara ya pili, lakini hajaishia tu hapo, wanaishi maisha matakatifu na ya uchaji. Danieli 1:8. Naye Danieli aliazima moyoni mwake kwamba hata jitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Lazima uazimie, udhamirie tokea ndani. Mwanzo 39:1-10. Yusufu kabla hajapata akili kwenye Mwanzo 41, hapa 39 alipata jaribu la uzinzi. Ndiyo maana yoyote ambaye anajikuta kwenye jaribu la uzinzi, lengo sio uzinzi, lengo ni kuitafuta akili yako. Kwa hiyo shetani hana lengo wewe ufanye uzinzi. Lengo lake kubwa aisake ile akili yako. Mithali 6:32.
azinie na mwanamke, azinie na mwanaume hana akili. Maana kwamba yote yule ambaye ataacha kuishi maisha ya uchaji na matakatifu hawezi kuwa mnufaika wa hii akili ya kiungu. Maana haya maisha ya uchaji na utakatifu ndio anazaa nuru na akili isiyo kawaida. Yaani hapo Zaburi 111, Zaburi 111 mstari wa 10 hadi wa 11. Zaburi 111 mstari wa 10 hadi wa 11. Jambo lingine la tatu namalizia, kuwa mwabudu halisi. Yaani leo nikafurahia Roho Mtakatifu kwamba kuna akili zilikuwa zinawaingia watu wakati wanaabudu. Unapoabudu kwenye roho na kweli ndio sababu ya wewe kuwa na akili. Daudi aliyekuwa na akili alikuwa anamsifu Mungu mara 7 kwa siku. Zaburi 119 mstari ule wa 164. Zaburi 119 mstari wa 164. Daudi anasema kwamba kwa siku mara 7 nitakusifu. Watu wote ambao wana akili za namna hii ni watu ambao wameishi maisha ya kuabudu. Kuabudu hakuishi kanisani. And let me remind you again, kama ambavyo umemwabudu Mungu hapa kanisani leo hii kwenye shukrani yetu ile, unapaswa kuabudu hivyo hivyo chumbani mwako. Muda mwingine umekaa kitandani mwako unaabudu hivyo hivyo. Muda mwingine umeweka nyimbo fulani unaabudu namna hiyo hiyo. Na hayo ndio maisha ya waabudu halisi. Sema amen. It is well. Niko mahali hapa ni salama. Sema amina. Sema amina. Haya, sasa unawezaje kuwa mwabudu halisi? Hapo chini andika jambo la kwanza, shughulika na eneo la tabia zako. Watu wengi wanaabudu kwa maneno ila tabia zao haziabudu. Tabia zao haziabudu. Shughulika eneo la tabia zako. Wimbo ulio bora 2:15. Tukamatie wale mbweha wadogo waiharibuyo mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Lazima uwe mtu wa kushughulika eneo la tabia. Angalia mawazo unayowaza. Daudi anasema kwamba laiti ningewaza maovu Mungu asingelisikia. Zaburi 68:20. Kuna mambo juu yangu kwambie kweli. Hata wewe unasema hivi, na kuabudu. Mungu angalia wewe tusema na kuabudu, anaangalia moyo. Anaangalia moyo. Umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Jambo lingine, mjue Mungu unayemwabudu. Mjue Mungu unayemwabudu. Mjue Mungu unayemwabudu. Kwenye Matendo pale, hebu tafsiri andiko, kwa maana anasema kwamba kwa Mungu asiyejulikana. Isinikaa ndugu yangu na maabudu Mungu usiyemjua, ni hatari unapomwabudu Mungu usiyemjua. Mjue Mungu unayemwabudu. Usimwabudu tu Mungu afa umjui Mungu. Haujui Mungu anaongeaje. Muda mwingine Mungu anaongea kupitia sifa. Ndio anachana step hapa, Mungu akaongea na wewe. Umepiga magoti, Mungu akaongea. Umenyosha mkono, Mungu akaongea na wewe. Mimi leo tutaabudu hapa Mungu, Mungu aliongea na mimi. Akaniambia niandae ibada fulani hivi. Ndio ile mabada kwanza. Nilisikia nikasema ni mimi nafikiria, unajua ile Mungu akiwa anaongea na wewe, unafikiria bali mawazo yako. Ila hilo wazo ungelipatia wapi kama sio wewe uwepo wa Mungu? Jambo lingine, maisha ya mfungo. Maisha ya mfungo. Matendo 13:2. Nao walipokuwa wakimfanyia Mungu ibada na kufunga. Kufunga pia ni ibada. Usio mtu kula kila siku ndugu yangu. Kama maisha yako hayaendi mbele. Kama na uone hizi akili za kiungu kufanya kazi kwako. Wewe kufunga ikikaribia mitihani. Sasa imeweza mitihani hata haufungi. Bwana nifunge nini nishaanza mitihani hii. Ndugu yangu, maisha yako hivyo. Elimu yako haishi darasani, una maisha zaidi ya darasani. Naongea na wanafunzi wangu pale ambao labda wamemaliza chuo, wamemaliza mitihani jisikati hapa, afungi tena. Pastor, yaani kile vitu kufunga kwangu. Kumbe ni kiburi. Nini nimesema? Shamaliza mitihani. Hamteche na Mungu sababu shamaliza nini? Mitihani. Jambo lingine, maisha ya sifa na shukrani. Fike mahali ambapo muda wote maisha yako yamejaa sifa na shukrani. Hiyo imekuwa ni tabia yangu mimi, mke wangu na nyumba yetu nzima. Ni nyumba ambayo ukiingia mule ndani kuna uwepo unasikia kabisa tabia ya sifa na shukrani zimejaa mule. Na kwa kusema hivyo nawakaribisha nyumbani. Amen.
Mama atakaribisha nyumbani, sio bibi, sio kazi yangu, kazi ya mama. Sawa? Maisha ya sifa nimesema shukrani. Maisha ambayo unakuwa unamsifu Mungu wakati wote. Huko dada umekaa hivi, kuna nyimbo inaendelea na nyimbo. Na ukisikia nyimbo fulani imba, ama mambo ya maombi, ukasikia nyimbo na nyimbo imba. Muda mwingine ile nyimbo ndio majibu ya maombi yako. Kwa hiyo ile nyimbo ndio maelekezo. Umeelewa vizuri? Mungu siku moja hivi nimetoka kufuatia jambo fulani hivi. Na hiyo ile nyimbo Mungu amenifanyia nafasi. Sikia sana hiyo. Amenifanyia imba sasa. Mungu amenifanyia nafasi. Sikustahili, amenifanyia hapa salie nafasi. Mungu amenifanyia nafasi. Mahali ambapo mimi sikustahili, unapoimba hivyo kwa kufanya nafasi